Leo kuna baadhi ya wanawake ananyonyesha mtoto na mwingine tumbo imeshakuwa kubwa tayari, na mwingine yuko mgongoni na mwingine anatembea naye barabarani. Baadhi ya wanaume wanawafanya wake zao hivi. Ndugu zangu, hii nitakana tungojee, tuchukue muda wa kungojea hapa. Na katika Uislamu family planning ambaye ni ya halali ni katika njia mbili. Ya kwanza ni kungojea ile muda ambayo mwanamke yuko katika hedhi yake. Madaktari wengi wanajua hapa, hii inaitwa family planning ambayo Mungu mwenyewe ameyapanga. Unajua mwanamke leo anapojifungua akawa anamnyonyesha ule mtoto kwa maziwa ya matiti bila kumpa vyakula vingine vyovyote, kwa sababu hii maziwa ya mama inamtosha mtoto, virutubisho zote ziko mle ndani. Sasa hana haja na chakula nyingine, bila kumlisha viazi, bila kumlisha hizi maziwa ya mikebe kama vile Cerelac, Lactogen, sijui nini. Yeye chakula chake ni maziwa ya mama tu. Basi huyu mwanamke hata lau ataingiliwa na mume wake hawezi kupata mimba, lau atamnyonyesha huyu mtoto maziwa ya matiti peke yake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa ulatul ahmal an yardhi'na auladahun haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Kwa mtu yoyote ambaye anataka kutimiza masala ya kunyonyesha haya, amnyonyeshe mtoto wake miaka miwili maziwa ya matiti. Leo wanawake wengi hapa hawanyonyeshi watoto wao maziwa ya matiti kwa sababu ya kulinda urembo wao. Haonekani kwamba bado ni msichana mdogo, anamdhulumu huyu mtoto. Leo anakwenda kumnyonyesha mtoto maziwa ya ng'ombe, anakuwa na tabia kama za ng'ombe tu, akili kama ya ng'ombe. Si haramu kumpa mtoto maziwa ya ng'ombe, ndugu zangu. Maziwa ya matiti hii ina faida nyingi sana. Kwa hivyo leo ananyonyesha maziwa ya matiti peke yake, huyu mwanamke automatic hawezi kupata mimba. Ya pili ni kungojea zile siku baada ya siku yake ya hedhi. Amemaliza hedhi yake, kuna ile muda wa siku 10 ya kwanza inahesabiwa hiyo. Baada ya hapo, lau mwanamume anamjami mke wake hawezi kupata mimba. Ya tatu ni ile namna walivyokuwa wanafanya masahaba ridwanullah alaihim, wakifanya kitu inaitwa al-azl. Kunna na'zil wal wahy yanzil walam yanhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulikuwa tukifanya kitu kinachoitwa al-azl. Al-azl maana yake mtu anastarehe na mke wake wa halali, wakati wa kushusha sasa, wakati wa kumwaga manake huyu mwanamume anatoka nje, anamwagia nje manake. Na ilikuwa ikiteremka wakati wahi inateremka, na Mtume hajawahi kuwakataza masahaba ridwanullah alaihim, lakini unayafanya haya kwa sababu ya kuangalia afya ya mama na kwa sababu ya huyu mtoto apate kunyonyeshwa vizuri, si kwa sababu nani ambaye atawasomesha hawa, nani ambaye atawalisha hawa. Hii ni haramu. Mwenyezi Mungu anasema, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, msiwaue watoto wenu kwa sababu